Yaani ili mtu aonyeshe kwamba ana interest kwako, lazima atumie wakati wake fulani na wewe. Ukute mwanamke anayekupa pesa yake, ina maana ni amekupenda kisawa sawa. Dhahabu hamna mwanamke anayetoa. Kwanza hakuna mwenye hela. Mwanamke anayetaka kukusaidia wewe una uhakika 100% kwamba anakutaka. Yaani anakuhitaji. Na mimi nawaambiaga wanaume, msiwe na wasiwasi wake zenu wakiongea. Wasiwasi uje mke wako akikaa kimya. Nature ya wanawake wote, ikiwemo hadi mimi, kusema ovyo. So ukiona sisemi na wewe ujue kuna mtu nasema naye. Hujui kumsifia mke. Sifia basi hata chakula. Sasa ukiona kauli zimeanza kama hizi za amua unachotaka au fanya unachotaka, ujue tu hapo sisi wanawake hatuwezi kucontrol. Tuna overthink sana. Naweza likatokea jambo dogo lakini ukalipambanua mpaka likapata mabawa na likapaa. Na ubaya wanawake ambao ni wema, ni loyal kwako, ukimsaliti anaumia sana kuliko yule mtu ambaye naye tabia yake ni kama hiyo ya kwako. Si lazima tukuheshimu. Sio haki yako. Sio haki yako. Wewe unataka kujiweka kwenye mahali ambapo wewe utaheshimiwa. Wanaume tu hawajui, lakini mke wako anaweza akadecide wewe ufe maskini au tajiri. Nimekukumbuka sana mume wangu. Natumai utarudi kazini hivi punde, anasema K. Hakuna mwanamke yoyote wa Kiafrika ambaye atakuelewa kwa nini umepeleka rafiki yako wa kike nyumbani kwake, kwa sababu ukishaoa nyumba sio yako. Sisi kazi yetu sisi ni kumultiply. Chochote ulichonacho sisi tunakiongezea mara 2 yake. Mara nyingi ndoa ni ya mwanamke. Na kama anataka ndoa ingie kwenye moto, itaingia kwenye moto. Ni muda wa kuchukua nafasi yako katika meza ya HW. Tuwasilishe kwako mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes. Nawaambiaga wanaume, msiwe na wasiwasi wake zenu wakiongea. Msiwe na wasiwasi kabisa. Wasiwasi uje mke wako akikaa kimya. Mke umechelewa, nakwambia sawa, hamna shida, pumzika. Tatizo. Umelala vizuri, umeamka asubuhi hujampigia, unampigia bwana, jana nililala nikapitiwa. Usiwe na wasiwasi, pole. Shida hiyo. Uko na wasichana, mmepiga story na wasichana wengine mpaka wanakutumia message hazifai, mke wako anaona, unamwambia mke wangu umekasirika. Sijakasirika. Kuna tabu hapo. Mke amewazoea kuongea na wewe mpaka machozi yanatoka sasa hivi, hata kikukuta umenini juu ya meza atakwambia hapa umefanya wewe. Ndio, haya poa. Hilo ni zaidi ya tatizo. Sasa ukishaona mke wako ametoka katika kuwa chiriku mpaka kuwa bubu, hapo sasa wewe ndio unataka useme sasa mimi hapa nisipojirekebisha nafasi yangu imeanguka. Na unaweza nature ya wanawake wote, ikiwemo hadi mimi, kusema ovyo. Sasa getu wazasema ambao hata tuyamaanishi. So ukiona sisemi na wewe ujue kuna mtu nasema naye. Na kama ule mtu akanitengenezea mazingira ya mimi kufeel safe kusema, ina maana nitasema kule zaidi, kwako sitosema. Na sisi ni watu wa hisia. Na kama kujisikia safe maana yake ni hisia. Kama ameweza kunitengenezea hisia nikajisikia safe, na maana anaweza kunitengenezea hisia nikasikia raha. Hisia nikajisikia pale ndio nyumbani. Na nikishajisikia tu nyumbani, hata kama ana kazi, nakaa naye, mimi nitafanya kazi. Sababu ananifanya najisikia nyumbani. Ushaona kuona watu wanatoka kazini wanaendesha gari mbio mbio, unamuuliza unaenda wapi, anasema naenda nyumbani. Ushawasikia watu? Nishakutana nao. Kuna mtu anaendesha chelewa. Atakaenda nyumbani tu akaoge, ale, akaangalie TV. Kuwa pale ndani ajisikia raha. Ndio maisha ya wanawake. Kwa hiyo mke wako akisema mara 60 hata usimsikilize, kuliko mwambie usiwe unasema unaongea sana. Siku akipata nafasi ya mahali ya mtu kuwa anaongea naye mambo ambayo yeye ndo anatakiwa kukuambia wewe, kwisha. Shaisha habari yako. Akianza majibu yake akianza kuwa sawa, hakuna neno, ogopa. Mimi huambia watu, hata wenzangu huambia, nyinyi shukurini wake zenu wanasema. Kuna watu hawasemi. Kuna watu hawasemi, wanakaa kimya, wanakutengenezea mazingira. Ukija kushtuka au hata ndo umeanza kuingia moyo sasa, shamsaliti sana mke wangu, acha nipumzike, acha nirudishe nguvu kwenye familia yangu. Mwanamke hana wakati huo. Kashaanza mahusiano na mtu mwingine, kashapanga hadi talaka yake itakuwa vipi, mali zake ameshachuma peke yake, anakuacha una kitu. Mara nyingi ndoa ni ya mwanamke.
Kama ilivyo nyumba ni ya mwanamke, ndoa ni ya mwanamke. Mwanamke ndo ataamua kwamba nyinyi mnaishije. Sawa. Na kama anataka ndoa ingie kwenye moto, itaingia kwenye moto. Ndio maana Biblia pia inasema mwanamke mwovu au mjinga anavunja ndoa yake kwa mikono yake mwenyewe. Haiwezekani yani ikawa tofauti na hapo, kwa sababu ina maana tunataka kupingana na maandiko. Na ndio maana hata kwenye Uislamu mwanamke ndo anatoa ridhaa unioe. Kama mwanamke ndo anaamua nani amuoe. Okay. Ina maana kama ndoa ikiharibika, mtu wa kwanza kumlaumu mwanamke. Sasa yeye ndo atakuja na sababu. Huyu bwana alikuwa mnyanyasaji, huyu bwana alikuwa mwovu kwangu, huyu bwana kadha wa kadha. Lakini pia Mungu ametuwezesha, tuna akili au IQ ya kuspoti mnyanyasaji. Na kuspoti kwamba mambo kwenye ndoa hii yamebadilika. Yani kwamba tuna uwezo wa kusoma pattern. Ukianza tu vitu tunajua tu kwamba huyu sasa kashaanza. Matangazo yameingia au kuna udhamini. Tunajua. Yeah, okay. So sisi kama tumepewa hiyo IQ ya kuspot, tunaweza tukatoka haraka kabla moto haujawaka kwenye hii ndoa. Tukaaga, tukaomba kupumzika, tukaomba kukaa umbali. Lakini wengine sasa wanakaa na atabadilika, wacha nimvumilie. Ndo sasa mambo yanakuwa makubwa mpaka yanakuwa out of control. Hiyo ni namba moja. Namba 2, hao waovu hao ambao wako kondoo kama mbwa mwitu ndani, wapo hata wanaume. Lakini wewe mwanaume ukiwa umetapeliwa na mwanamke, saa nyingine mimi nasema kama 40% unakuwa unataka mwanaume. Unakuwa unataka kwa sababu mwanamke anahitaji vitu viwili tu kutoka kwa mwanaume. Cha kwanza sikilizwe, cha pili msimamo. Mwanamke ukimpa kidole atataka mkono mzima. Sure. Tulivyo wote, hata mimi. Kwa wewe unatakiwa uwe na msimamo kwamba unampa kidole ni kidole tu. Na wakati unampa unakuwa kama unampa unatoa, unampa unatoa. Umpi yote. Hata mwanadamu yote ukimpa yote anaona tu kwamba mtu yote unavyomfanyia kitu zaidi na anavyotakiwa kufanyiwa, anaona kwamba wewe huna option. Sure. Sasa mwanamke unampa hela kiasi kwamba mpaka anaacha kuona mapenzi yako, sasa hivi anaona hela. Kwanza mwanamke unaomjenga katika ground kama hii hawezi kuwa na mapenzi ya dhati kwako. Sasa sikiliza, unampa hela lakini huna msimamo, humsikilizi, hawezi kusikiliza. Halafu kila siku kutokana na tarehe za mwezi mahitaji ya wanawake yanabadilika. Na ukisema utampa kila kitu utaweza? Kila siku kuna umri pia akifikia mfano labda miaka 45 kupanda juu wanaanza kupata dalili za menopause. Mahitaji yao yanakuwa tofauti na ya sasa kabla wakiwa mabinti. Wakifika 30 mahitaji yao wanataka settlement, wanataka utulivu na amani. Wanataka ni waolewe tu. Ndio maana unasikia wasichana wengi wanasema siwezi kufikisha 30 sijaolewa. Kwa wakifika umri huo wanataka kutulia. Fresh of marriage. Wanataka kutulia, wanataka identity, mke wa fulani, mama wa fulani. Sasa wewe pale ukijichanganya uko unampa hela mwanamke huyu bila kumsoma na kumtambua, utaliwa hela zako. Anaolewa na mtu mwingine tu. Sure. Kwa lazima ujue mahitaji ya mwanamke kutokana na umri wake. 21 mpaka 27, 26 wanataka tu show off. Wape hela, wapeleke disco KFC. Wakishafika miaka 27, 28 mpaka 30 wanataka settlement. Na wakishafika 45 wanataka utulivu na waruhusu waende vikoba. Sasa wewe msichana yuko kwenye kikundi cha utulivu na vikoba, wewe unataka kumpeleka disco. Lazima akuone mtu ajabu. Darasa kubwa sana kutoka kwa Madam Leila hapa. Kweli Tanga kuna kitu. Juzi nilikuwa naongea na wifi yako. Tukawa tunapiga story moja, akawa ananiambia sisi nyumbani tunafundwa, hata wanaume wanafundwa. Au sio? Na nataka nijitolee mfano mimi pia pamoja na star tuliokuwa nao, tuna maisha nyuma ya mic, si ndio? Na kuna sometimes tunaonyesha maisha yetu sio kuwadhihaki watu au show off, ni kuwa inspire watu au vipi? Akaniambia watu hawa. Na wakati mwingine binadamu tumeumbwa kwamba mtu unapokuwa nacho ukioni thamani yake mpaka kikikutoka. Watu wote wanapenda kuchukulia poa vitu ambavyo wamepata bure. Vitu ambavyo umepata bure, hujatumia nguvu nyingi, ndio kuchukulia poa. Mfano,
Kuna wanawake ambao wanakuwa na wanaume ambao hawana tabu. Mume hakupi tabu, unaona tu huyo. Au wanaume unakuwa na mwanamke ambaye hakuombi pesa, sijui wanasema kuhudumia. Wasema tu huyu ataenda wapi, huyu hawezi kuniacha mimi. Kwa anza kumfanyia vituko ukiamini kwamba huyu mwingine ajitosheleza, anayo pesa yake, anayo gari yake, labda petroli anawekewa na ofisi. Yeye kwako anataka wakati wako, akumjali tu, wakati humpi, kumjali humjali. Anapata mtu mwingine ambaye anamjali tu, hampi wakati lakini anamjali, anakuacha. Au anapata mtu mwingine ambaye anampa wakati, kumjali hamjali, anakuacha japo na pesa unazompa. Ndio maana watu wengine wanasema mimi mke wangu namnunulia kila kitu lakini haridhiki. Una uhakika mahitaji ya mke wako ni kila kitu? Na hicho kila kitu chako unachokisema, una uhakika katika hicho kila kitu umempa ambavyo yeye anakiunavyo? Mfano mtu anaenda kazini ya Jumatatu mpaka Ijumaa, mwanamke anahitaji nini? Petroli. Umpe usimpe ataenda, lakini anahitaji mtu akirudi pale nyumbani, kuna mtu na wahi nikapike mume wangu, kuna mtu anakula chakula chake, na wahi nikapike nioge mume wangu anakuja. Akija ukija hata hugundui kama leo wigi alovaa tofauti, gauni alovaa maua tofauti. Haya hatujakwambia ugundue, lakini hugundui hata kaa anukia. Bwana leo unanukia vizuri. Wengine hawasemi, wengine kwani hujui kama wewe unanukia? Ndugu yangu, kwani hapa ni jeshini? Ndio kuna mtu mmoja madam alikuwa amenishtakia, ananiambia rafiki yako ananipa kila kitu lakini hanipi muda wake na hanionyeshi mapenzi. Kasema mimi hivyo sivihitaji, hivyo ni vya ziada kwangu. Nihitaji kuona ananijali, muda wake niweze kuupata. Lakini hilo nao lisema kwamba amependeza, anasema mpaka akasifiwe vijiweni. Lakini yeye hawezi kusifia. Yani kuna watu mimi nawajua kazi zao ni kustadi wanawake, na ndio wao wanaowachukua sana wake za watu. Wanawastadi mwanamke huyu ana kiu gani, ni mwingieje, hadi wanawatapeli wanawake. Watu ambao sio wa afya, wanasema sio healthy. Unamstadi mwanamke mpaka unajua shida yake hasa ni nini. Huyu mwanamke nikimpa nini huyu mwanamke atatulia. Anaweza hata asimguse, lakini ile tu kumpeleka mpaka mwanamke anatoa alichonacho anampa. Mimi nawaambia wanaume tu hawajui, lakini mke wako anaweza akadecide wewe ufe maskini au tajiri kwa dua zake tu. Kama mtu anaweza akaamka usiku kukuombea dua Mungu akubadilishe umpende, atashindwa kuamka usiku kukuombea uwe tajiri kama unamtreat vizuri? Mke mwenye furaha maana yake nyumba yenye furaha, watoto wenye furaha, na wewe mwenye furaha. Hujui kumsifia mke, maana hujui tofauti ya rangi na maua. Sifia basi hata chakula. Ukirudi hata mwadisi hata hadithi fulani iliyotokea. Walileta wali pale ofisini, lakini nilipokula wali kasema hawezi kupika Mama Nurati wali kama huu. Wamekosea sana. Mke wangu wewe unapika wali bwana. Sijaona mtu anayepika wali kama wewe. Wanasema ngoja nikupe maua yako. Sasa eza kuta hata ule wali umeula na ukauona ule ni bora kuliko mke wako, lakini kuja kumwambia ataboresha na atapika wali kila siku, kwa sababu ajua akipika utamwambia ni mzuri. Au umekuja ameoga amevaa dera lake ajipaka lipostiki, ukamwambia sasa lipostiki inakupendeza hii, lakini hii bwana kwa salama yako niione mimi tu hii, kwa sababu nikikukuta nayo barazani pale mimi na wewe tutagombana bwana, na wanapenda kuonewa wivu wa kipuzipuzi kama huu. Sasa hii nayo pia tuwapelekeni tuisheni New Hope, tuwaambie jamani, hii tuisheni ya wanaume, sifieni wake zenu. Lakini kuna wanaume nao wakisifiwa wanakataa. Mimi naye rafiki yangu ananishtakia kila siku, ananiambia mimi mume wangu nikimpa shukrani anacheka.
Kwa nini? Nikimwambia shukrani bwana kwa kufanya kazi wa kaza nyumbani, we really appreciate ile nguvu unaweka kwenye familia. Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi katika riziki zako, kadha wa kadha. Mume ucheka. Au ni ile tu kwamba mwanaume anaona ule ni wajibu wake, na hata siku moja, hata kama usipompongeza, anaona tu kwamba yeye ni wajibu wake kufanya vile, kwa hiyo anaona kawaida. Haya, na ufanye na mke asikushukuru, wajisikiaje? Pia hujisikii vizuri. Kwa nini mke akikushukuru, kwa nini wacheka? Au wasunya? Wewe naye. Ndugu yangu, siseme tu asante mke wangu. Kwani utapungukiwa nini? Huwezi kupungukiwa. Au naambia mama, haya ni majukumu yangu, lakini tajitahidi zaidi. Basi kwani lazima ubishane? Au mume unamuuliza swali, sasa hapa umefanya hivi na hivi, unaonaje tukakupikiaje chakula chako? Kwani wewe unaonaje? Unaulizwa swali, unajibu swali. Yaani vitu vingine ni vitu tu vya kuondoa ule ubabe, kwa sababu sisi watu wote tunajua wanaume akiwa faragha unaweza hata ukampa ile chuchu ya mtoto ya maziwa akanyonya, lakini akiwa na wenzake huwezi kumsogezea ile chuchu. Sasa kija kwa mke wako si relax basi. Ni kweli. Mbona sisi tuna relax tukija kweli? Tukiwa huku shuleni tuachapa watoto viboko, lakini tukirudi nyumbani tunataka tuitwe sisi ndo watoto. Kwa nini tusimaintain ualimu hadi nyumbani? Nasikia kuna mwalimu mmoja yupo pande za Amboni. Yaani ukiwa nyumbani hataki hata mwanafunzi wake amwite mwalimu. Nite mama. Nipo nyumbani. Kwa hiyo wale wanafunzi wa mtaani pale akiwa kule madam, lakini akiwa nyumbani mama. Hii uone kama inakuwa. Sasa inashusha vipi? Mimi natakiwa nikiwa nyumbani niwe mke. Siwezi kuwa mwalimu nikiwa nyumbani. Hata mimi sitopenda niitwe madamu nyumbani. Kwa nini niitwe madamu nyumbani? Uitwe mke. Mimi ni mtoto nyumbani. Upewe cheo chako. Inabidi nikae nimetulia. Nipokee. Watu wapange, mimi nipokee. So mimi ndo nazitenda kupanga, nihangaike, nipite huku. Juzi nilikuwa nimepokea ujumbe hapa madam, katika hayo unayosema. Mwanamke amejipura. Hivi amejipura, amejipara. Hivyo. Unaona. Mume amefika tu nyumbani anamwambia, "Umependeza hivi, unatoka wapi?" Unatoka wapi? Yaani hafikirii kwamba amependeza labda kwa ajili yake. Kitu cha kwanza kabisa kilichomjia akilini, anamuuliza kwamba umependeza, unatoka wapi? Nimejua huu ni wakati wako unatoka kazini, ikabidi nimejiandaa. Anasema hata pozi likamuishia. Kiasi ni kuishia. Ni kama mwanaume ametoka nyumbani, amekuja amekuletea zawadi, unamuuliza, "Hii zawadi hii umeijuaje?" Ni mambo yako hayo. Kumbe maskini watu ka Google siku nzima ka Google. Au amekupeleka sehemu, unamwambia hapo huwa unakujaga na watu wako hapa, ndio maana na mimi umenileta. Ndio maana wengi hawapeleki wake zao. Hawapeleki mandari. Watu wengi sana hawapeleki mandari wake zao. Ya kero kama hiyo. Hapo umekuja na nani? Lakini wewe mwanamke ukatafuta mandari ukampeleka mwanaume. Swali hili waloulizwa katika wanawake 1000 labda mmoja. Hapo umepajuaje mke wangu? Hamna mwanaume mwenye wakati huo wa kukuuliza wewe hapo umepajuaje. Lakini wanawake sisi tupo tele. Ukipelekwa sehemu utamuuliza, "Hii hoteli hii nzuri sana. Asante mke wangu, nimejitahidi. Lakini hebu nieleze umeijuaje?" Hii lakini. Sasa mtu anasema, "Sasa huyu nikimpeleka mandari Zanzibar, labda jamaa zangu wamenitumia picha, au labda nimeangalia katika TikTok nimeona kuna mandari sehemu Zanzibar. Utaniambia nimekuja hapa, na labda kuna siku mlikuwa mmegombana ukapotea nyumbani wiki moja." Ataunganisha matukio. Ndio ile wiki uliopotea ndio ulikuja hapa. Hata kama amekwenda naye huyu aliyokwenda naye, lakini kaona sasa hivi wewe una hadhi na wewe uende. Enjoy wakati wako, kesho ukimaliza utaanza kufikiria mapana na marefu ukiwa peke yako. Yaani ili mtu aonyeshe kwamba ana interest kwako, mwanamke mwanaume vyovyote, lazima atumie wakati wako na wewe. Yaani atumie wakati wake fulani na wewe. Umechoka sana, lakini umeona kwamba anajaribu kuwasiliana, anajaribu kujumbe. Na katika kuhudumia imekama tabaka. Inategemea anahudumia kiasi gani. Lakini
Kwa hali za kawaida huwezi kukaa na msichana unazungumza naye miezi 5 hujawahi kukutana hata na saa ya mkononi. Unapita wapi jamaa? Saa ya mkononi umekosa njiani? Au imefika birthday yangu, wengine huagiza birthday mara 3 kwa mwaka ili tu kukupima. Je, watoa babu? Hivi kumbe kuna birthday mara 3? Ni mitego kwa kujaribu kukuangalia. Je, utaweza kununua sahani ya wali? Kwa sababu ili uishi na mtu lazima uwe na uhakika kwamba waweza kunihudumia. Sasa kama wewe mchoyo wa kutoa zawadi, sijasema kuhudumia, yani hapa tusichanganye mambo. Kuhudumia mfano labda kununua mtu, kumlipia mtu kodi, kumnunulia mtu chakula nyumbani. Zawadi, kuna watu wengine hata zawadi hawatoi. Wewe umeongea na mimi bure kwa miezi 3, hata zawadi hujawahi kutoa. Sasa watu, unajua watu bahili ni bahili pia kwenye hisia. Anafaa kukupenda lakini akupenda nusu nusu, kwa sababu toka mwanzo yeye ni bahili. Ndio maana unaona wasichana wengine wanaogopa watu bahili, kwa sababu ni bahili pia hisia. Yaani anatakiwa kukupenda lakini akupenda nusu nusu, kwa sababu ni bahili. Bahili wa hisia, bahili wa fedha, bahili wa zawadi, bahili wa shukrani. Nimekukumbuka sana mume wangu, natumai utarudi kazini hivi punde. Anasema K. Toka mwanzo wamjua ni bahili. Lakini simenielewe. K. Mwenye unacheka ukisikia K. Sasa yani inategemea mtu ameweka. Lakini mimi napendezea. Inapendeza ikiwa ni zawadi. Kwenye urafiki mbona tuwapeana zawadi? Kwa nini msichana unayeongea naye usimpe zawadi? Hatujasema ulipe kodi ama urejeshe marejesho ya kikoba. Lakini katika tembea yako uoni saa mzee? Uoni hata kitenge? Wakati mwingine wakati wa tamaa. Na nini? Unapeleka zawadi ya mtu kabisa. Akikataa sasa hapo ndo unamwambia, bwana mimi leo ndo mara yangu ya mwisho sinunui zawadi tena, kwa sababu wewe una mdomo mrefu. Kwa sababu wapo pia wanaodharau zawadi hadharani. Akidharau mwambie kweli. Na akidharau msichana zawadi yako ndio tiketi ya wewe kuachana naye mazungumzo. Hauwezi kuwa na mazungumzo na msichana ambaye anadharau. Kwa sababu kama amedharau hicho kidogo, kuna siku utafanya kikubwa, atadharau pakubwa, utaumia. Kwa ukiona mtu amedharau hiyo kwako iwe kama red flag. Kama sisi tukiona hutoi hata zawadi miezi 3 ya kuongea, tunaona red flag. Na hata wewe ukiona mtu umepeleka zawadi na akaanza kuisema, wewe naye unakuwa uone mbona hizi rangi zimekaa vibaya. Hivi wewe unapenda rangi gani? Nyekundu na blue na nyeusi. Unasema huyu ni msichana ambaye anapenda kucontrol. Kwa huyu mimi naye ndio sana. Kwa naacha mazungumzo kutafsiri rangi hapa. Yeye ndo nasema mtu akikwambia yeye anachotaka, si wewe unachotaka. Sababu kununua zawadi ni wewe ndio umeamua, si yeye. Kwa mimi ninanunua mimi ninachoona. Au nampelekea mtu zawadi na kwambia, yani hapana nilikuwa kuna shida ya gesi, lakini hata sipi kwa nini umenunua hii saa? Unataka ninunue unachotaka wewe au ninunue mimi? Kwa sababu ningekuwa nataka ninunue unachotaka wewe, ningekupigia simu mkuulize wataka nini. Ndio pale ulikuwa na maombi ya kusema. Sasa hivi huna mamlaka. Nimenunua mimi ninachoona kwangu kwa wakati huo ni muhimu. Kwa ukiona mtu ameshaanza kupangia hivyo, unasema tu hii hamna safari. Na kama mngekuwa na akili, mngekuwa mwanunua zawadi ili mtujue mapema huyu ni wa safari au huyu ni wa kuzika hapa. Mambo ambayo unaweza kuwafanyia mke wako na ukaonyesha kwamba yeye ana thamani na jambo ambalo litasababisha nyinyi mkadumu. La kwanza kabisa ni kujali hisia zake. Mwanamke atakapokuwa anahitaji kufoka, umruhusu afoke. Japo anaweza akafoka akapita mipaka, ukamwambia bwana hapa ni mwisho, zungumza labda mpaka hapa tu. Lakini jambo la pili, mwanamke akikueleza jambo hata kama hutofanyia kazi, unaitikia sawa, nimesikia. Sasa anataka kukwambia kitu na kicrash, unasema wewe naye utajuaga nini? Hapana. Kama anataka kushauri unamwambia sawa mke wangu nimekusikia, halafu wewe kama mwanaume unafanya maamuzi yako wewe mwenyewe. Jambo la tatu ni kumwepusha na vitu ambavyo vitamtia wasiwasi. Kuna watu mbalimbali ana wasiwasi ukiwa nao karibu, na wewe labda uko nao karibu kwa ajili ya kazi. Sio kama unafanya siri ama unadanganya, ni kumonyesha tu wale watu
hata kama uko nao karibu ni kwa ajili ya kazi, labda ukamshirikisha kazi ambazo utafanya nao. Lakini pia kama kuna mazungumzo nao ya zaidi, baadhi ya mazungumzo ukaacha kumwambia, yani ukaachia baadhi ya detail usiziseme, ukasema tu bwana huyu nina kazi naye, labda una kikao naye, ukamkaribisha ufanye naye kikao pale nyumbani, yani aone kwamba wewe na yeye hamna kitu chochote cha kuficha. Jambo la 4 ni kutimiza mahitaji yake ya kiroho na kimwili. Kama kuna mahitaji amekuambia, labda nataka gauni, labda nataka 4, lakini ukamwambia wewe uwezo wako ni 1, ukamtafutia 1 ukampa. Ana mahitaji yake ya kimwili akakueleza, ukayazingatia bila kumjaji. Labda anaumwa, wanawake mara nyingi wanaumwa mwisho wa mwezi. Akiumwa unaangalia akiwa anaumwa anataka vitu gani zaidi, ukamletea. Labda akiwa anaumwa anakuwa na hasira, wewe ukamuelewa. Mambo haya yanaweza kumfanya mke wako akadumu na wewe, yani akaona umuhimu wako siku zote. Lakini wanaume na nyinyi muna tabu moja ambao nyewe nanyi kama mkiifuatilia hii tabu kuiondoa, tutaishi vizuri. Tabu yenu ya kwanza ni tamaa. Yani wewe tayari una chakula na sahani yako imejaa, lakini bado unatamani na chakula cha jirani nacho uonje, ile kachumbari ambayo wewe unayo. Hii ina ndimu kiasi gani? Tamaa hiyo. Lakini pia nyingine ni ile ya kumpuuza mke, kwamba huyu naye anasema sana, kama kawaida yake tu anasema. Sasa wengine wanasema, lakini wengine hawasemi, wanakuwekea moyoni mpaka zile hisia zinakufa, kiasi kwamba hata waweza kuzungumza naye, moyo wake ushakufa kwa kuweka mambo rohoni, kiasi kwamba hata hana hisia tena na wewe. Lakini mwingine anaweza akawa anaishi na wewe kimazoea. Kwa sababu gani? Wewe umempuuza sana kiasi kwamba hajioni kwako kama ana hadhi ile. Kwa hiyo unajikuta mwisho wa siku badala ya kuishi naye kwa raha, mnaishi tu kwa mazoea. Mwenyezi Mungu alivyoumba ndoa alisema iwapo mtu atatoa talaka, mbingu zinatikisika, kwamba talaka sio jambo linalompendezesha au analolipenda Mwenyezi Mungu. Sisi wengine wote tutaingia kwenye talaka, lakini lazima tufahamu kwamba talaka ni jambo ambalo liko mwisho zaidi. Ndio maana kumesemekana kwamba kuna shura, kuna vikao, kuna majadiliano, kuna kutengeneza mazingatio, watu wa kubaliane. Lakini ikifikia kwenye talaka, sawa, imeshindikana, tumefanya jitihada zetu hazijafanikiwa, haya tunaweza kwenda kwenye talaka. Lakini wewe kama mume, mambo gani ukiyaona kwa mke wako unasema hii ni deal breaker, ameshaharibu huyu, sasa siwezi kwenda naye tena? La kwanza kabisa ni usaliti uliokithiri. Kama mke amekusaliti zaidi ya mara moja, amekusaliti mpaka amekusaliti tena, mpaka unafikia hatua usaliti unaletwa mpaka nyumbani kwako, ufahamu wazi kwamba hii sasa imefika mwisho. Katika kusaliti umeongea sana, umeita vikao sana vya usuluhishaji, lakini mke huyu amegoma kuacha huu usaliti. Hapa ndo unatakiwa ufahamu kwamba sasa imefika wakati inabidi wewe mwenyewe ufanye maamuzi ya kuacha. Lakini jambo lingine, utakapomkamata mwanamke pamoja una vithibitisho kwamba amekuwa mshirikina, aidha anakufanyia wewe ushirikina, anafanyia watoto, anafanyia watu, wewe ukapata mpaka vithibitisho kwamba mke huyu sasa amekuwa mshirikina, aidha wa kutoka kwenda kwa waganga au yeye kuharibu watu, yeye sasa ndio mchawi mwenyewe, kapata mpaka vithibitisho. Lakini kuna wengine wanafumania wake zao, wanawekea badawa kwenye chakula, na mwingine anamkuta mke mpaka amefikia hatua mke anaweka dawa chini ya mto wa mume au anaweka dawa chini ya kitanda. Sasa utapofika hapa na mwanamke, ujue tayari ameshakengeuka. Kwanza ameshakuwa jahili kwamba sio muumini tena, lakini pili, kama amefikia hatua ya kukekea dawa ya kukuendea wewe kwa waganga au ya kudhuru watu, kitu kidogo atakudhuru wewe, atadhuru na watoto. Kwa hapo sifa za kubaki mke wako zinazidi kupungua. Lakini pia kuna hali nyingine, utakuta mke ameanza kudhuru
Umegombana naye kidogo, mke anachukua kisu anataka kukuchoma. Mke amegombana na wewe, anachukua watoto anawapiga, anawaadhibu. Ukija mtoto kachomwa moto labda mdomoni au kachomwa moto na kisu, ukiuliza anakuambia huyu ni mtundu sana. Hasira yake ameanza kuumiza watoto, ameihamishia kwa watoto. Uende tu moja kwa moja ukafahamu kwamba mke tayari ameshakuwa mnyama huyu. Unaweza ukatishia aidha kumwacha au ukampa talaka moja kwa ajili ya kujirekebisha. Ama kosa la 4 ambalo litakufanya wewe moja kwa moja umwache mkeo ni pale wewe heshima yako kama mume inapoondoka. Wewe ni mume, unabidi kwa vyovyote vile usikilizwe. Hata kama unayoyasema hayana akili kwa kipindi hicho, mke wako ana akili kuliko wewe, inabidi akusikilize, afanye, halafu baadaye aje kukutaarifu kwamba bwana, nimefanya lakini katika lile jambo nimeongezea zaidi kwa sababu nimeona itatufaa zaidi, au nimeacha kufanya kwanza kwa sababu mimi nina fikra. Unaonaje katika ile fikra yako tukaongezea kitu fulani? Au unaanza kufanya, kukuta umeanza kufanya, lakini katika kule kwanza kwako kufanya unamuongezea fikra ambayo wewe unaona kwamba itajenga. Lakini mume akisema msitoke nyinyi, wewe unaenda kinyume chake. Akikwambia tulia, wewe unafanya kinyume chake. Usiende kwenye shughuli za vigodoro, wewe unafanya kinyume chake. Ama jambo la 5 ambalo wewe litakusababishia kama mume useme kwa heri na huyu mke ni mke binafsi ama selfish. Mambo yote mnayoyafanya baada ya ndoa ni kwa ajili ya familia, ni kwa ajili ya watu wote wawili. Lakini pale utakapogundua kwamba mke wako amekuwa akifanya nyuma ya pazia mambo ambayo yalitakiwa yawe ya familia bila kukuonyesha au bila kukupa sababu maalum kwa nini anayafanya, hii ni tiketi ya kwanza ya wewe kumshuku huyo mke. Lakini kuna mke ambaye anakukopesha fedha kwa ajili labda ya kununua eneo lenu kwa ajili mnataka kujenga. Lakini ghafla unashangaa baada wakati fulani ule mke anakuja kukudai, ile 200,000 nilokupa uongezee uwanja. Kisa mmegombana hapo, sio kwa sababu mna raha, mmegombana. Ile hela nilokupa kwa ajili ya kuongezea uwanja, hebu irudishe hela yangu. Sasa unafahamu tu kwamba huyu hana maslahi ya kwenye hii nyumba. Lakini pia mwingine amekupa hela kwa ajili ya watoto ambaye ni watoto wake pia, labda ada amekuongezea kidogo, na yeye unajua kwamba ana uwezo wa kukuongezea, si kama labda amekopa, ameitoa na yeye ana haki ya kutoa kama mama yao, lakini anakuja na kudai, nililipia watoto wako ada. Yani sio wake tena kwa sababu umegombana. Nililipia watoto wako ada 300, naomba unipe 300 zangu. Tena sasa hivi sivyo mimi na wewe tutagombana. Sasa watoto ni wangu mimi na wewe, na hii nyumba ni yangu mimi na wewe. Lakini wewe ukitoa 300 ambao mimi katika 300 mimi nimetoa 300,000, mimi siumii lakini wewe unaumia. Na hawa watoto ni wangu pamoja na wewe. Na si ajabu labda watoto baadaye wakaja kukufaa wewe kuliko watakavyonifaa mimi. Sasa kwa nini wewe unakuwa mbinafsi hata kwa watoto wako? Yani ikitokea ugomvi tu mke anaangalia kwanza maslahi yake, haangalii maslahi ya familia. Anakufanyia vitu ambavyo unaanza kuhofu kwamba sasa huyu kama anaweza akagombana tu na mimi kidogo kwa ajili ya jambo hili, vipi ikiwa jambo kubwa atafikia hatua gani? Sasa mambo ya ubinafsi ni mambo ya hatari sana, hasa kwenye familia, yani kwenye ndoa. Kwa sababu kama mtu anaweza kuwa mbinafsi dakika chache tu baada ya kugombana, vipi siku ambayo wewe ukiwa umefariki? Atasaidia kweli jamaa zako? Au unaongea naye ashakutajia kwamba wewe utakufa, bora ya majina yote uandike majina yangu mimi kwa sababu wewe ukifa sisi tutasumbuliwa. Wewe umejuaje kama mimi nitakufa? Je, kama wewe ukifa kabla yangu? Kuingia kwenye ndoa sasa, ni muda gani sahihi wa kijana kuingia kwenye ndoa? Akiwa anajitafuta kama msiri brain hapa, ama akishajipata sasa kama Madam Leila, sasa nimejipata na hela naenda kuoa? Amna, uingie kwenye ndoa utakapohitaji. Asuna ukihitaji, ukiona kama nafsi yako sasa hivi imeamua. Okay. Na watu wengi sana hawafahamu, lakini watu wengi sana wanapata fedha wakiingia kwenye ndoa. Yani ukiwa uja mambo yako baadhi hajafunguka. Ukishaingia kwenye ndoa ni wepesi sana wewe kufungukiwa, kwa sababu unajua mambo ya riski ni mambo ya Mungu. Mungu mwenyewe anajua kwamba huyu jamaa ni mwanaume na lazima ana watu wawili nyuma yake, na ana familia yake na ana familia ya mke. Kwa nisipompa riski huyu mtu anaweza akawa mwizi akaingia dhambi. Kwa ndio maana unaona vijana wengi walioa mapema walifanikiwa kimaisha mapema. Lakini sasa katika kuoa sasa ndio wewe nafsi yako iwe tayari. Sasa kama nafsi yako ikawa haiko tayari, uko umelazimishwa na circumstance, ndio unaingia kwenye ndoa unaishi kama bachelor.
unataka kuishi kama mabesti zako ambao wako kwenye mahusiano Kuna watu wanaingia kwenye ndoa bila baraka za Mungu. Wanaingia na baraka za wazazi kwanza, wanaanza kuishi pamoja. Unaona? Au wanaingia na baraka za Mungu lakini kwa siri kwanza. Sasa cha kwanza tubariki sisi wenyewe na Mwenyezi Mungu, baadaye tutawaita jamaa kwa sababu bado hatujajipanga. Sure. Lakini wakifika kwa sababu hawako tayari, wanaanza kuishi kama mabachela. Mke anakuuliza uko wapi, naomba wewe unataka kujua ya nini? Sasa ungekuwa unataka kutaki kuulizwa, ungeka bachela. Au umeoa, wewe ni kijana umeoa lakini una marafiki wanawake wanakuja mpaka kwako. Haikai sawa. Sasa unaanza kumuuliza yule mwanamke, mbona unanihoji? Ni rafiki zangu kabla hata sijakuoa. Tofauti ni hiyo. Hakuna mwanamke yoyote wa Kiafrika ambaye atakuelewa kwa nini umepeleka rafiki yako wa kike nyumbani kwake. Kwa sababu ukishaoa nyumba sio yako, ni ya mke. Eti? Ni ya mke. Kwa sababu yeye ndo kama mimi ninavyogonga visa. Nataka kutoka visa kwanza, visa masaa mangapi? Hiyo umevaa sasa yenyewe. Sasa tukikaa maskani mwanamke akupelekeshwe. Na mtu anayekwambia hivyo yeye kwake ndo anavujiwa. Mtu asikudanganye. Ukishaoa nyumba ni ya mwanamke. Ukishaanza kuishi na mwanamke kwa baraka zako, baraka za Mungu, baraka za wazazi, mkianza kuishi kwa mfumo wote mnaoishi. Nyumba ni ya mwanamke. Yeye ndo supervisor pale ndani. Wewe ni mtu tu unafanya consultancy kwenye nyumba yako. Ndio maana unaambia mimi, unakuta zile mimi zinasema yani haya maisha ni ajabu. Yani mimi nichukue mtu kwao, nimbadilishe na ng'ombe, nije nimweke na wenye nyumba yangu, yeye na ndugu zake waje wale chakula changu. Ndio maana kuoa. Yani uchukue mtu kwao, badilishe na ng'ombe, uje kumleta zae watoto wale mali zako. Yani ndio definition ya ndoa. Hebu irudie tena. Yani mtu nambadilisha na ng'ombe. Unabadilisha mtu na ng'ombe. Nije nimlete kwenye nyumbani kwangu. Azae wanae waje wale chakula hela zangu. Yani ndo definition ya ndoa kimtamta. Au labda tuseme kiwanawana. Hizo ndo definition za ndoa. Sasa wewe ukishaelewa concept ya hiyo definition, huwezi kuhoji kwa nini unahojiwa. Wala huwezi kucomplain, wala huwezi kumind. Mimi nawashauri watu waache kufikiria kuliko. Sisi wanawake hatuwezi kucontrol, lazima tuna overthink sana. Naweza likatokea jambo dogo lakini ukalipambanua mpaka likapata mabawa na likapaa. Yote hii ni hormone na akili ambao vyote tunaweza kuvicontrol. Tucontrol tu tuwe na amani. Kwa sababu bila amani, kuna mwenzangu mmoja huniambia, yani wewe Lela, mjue wanawake mna matatizo. Yani moyo wako ukianza kutengeneza bubble, ukianza kupimba vimba ile pupu, mnafanya mambo, moyo ukishatulia mnakuja kujuta, mnaanza kuomba radhi. Mambo unaomba radhi asubuhi, usiku unayarudia. Ndio mambo yenu wanawake. Kuna rafiki yangu anasema siku moja aliona kumuuliza mke wake moja kwa moja kwamba anavaa kiatu namba ngapi. Akaona haina shida. Akashika ule mguu wa mke wake hivi, anaangalia, akawa anamwambia huu mguu wako mzuri. Hivi kiatu unachovaa namba ngapi? Unanifananisha mguu wangu na huyo huko. Unaona Kwa hiyo wakati mwingine umejua, na mwanaume sawa, inawezekana akawa anajua mguu wa mkewe, lakini anataka, umejua, si tunaamini kwamba mguu kuna wakati mwingine unakuwa unajaa, unafanya nini. Kwa hiyo kukuuliza pia isiwe sababu ya majibu ya karaha. Kwa sababu sasa ashumu kwamba nipo dukani wakati huo, labda nakupigia simu, hivi unavaa namba ngapi? Au tu nilienda nikaona viatu vizuri, nikasema ngoja niende ili nisiulize, ili nifanye surprise, labda ya kumletea kitu fulani. Unakutana maneno kama haya. Anasema ili mvunja moyo, akaona hivi kuna sababu pia. Wewe mwaka wangapi unaishi na mimi hujui mguu wangu? Wanaume husahau birthday zao. Sasa ndo akumbuke kuhusu mguu wako. Chake kinachomuhusu anaweza kaa amesahau. Ndo akumbuke mguu. Mimi mwanzo mtu simlaumu. Mimi mtu humlaumu labda akisahau kuleta chakula. Zaidi labda pesa ya matumizi. Kwa nini umeondoka? Na maana ulikuwa unawaza ukija utakula wapi? Hapo sawa. Lakini pia kwa upande wa hawa wanaume, madamu ambao unaongelea leo hii, kwamba tunaona kwa kiasi kikubwa
wanaume wanasema wako bize. Hatukatai, inawezekana wako bize kweli kwa ajili ya kuhangaikia familia, inawezekana. Lakini kile kinachohangaikiwa pia nyumbani hakionekani. Lakini vile vile wanaume wanalalamikiwa sana. Leo nilikuwa naongea na kwenye mada hapa asubuhi. Wanaume wengi wanalalamikiwa kuto kutimiza wajibu wao, ikiwemo masuala ya malezi katika familia, kwamba hivi sasa wanawake wanaenda kliniki wenyewe, hawapati mapenzi kutoka kwa waume zao. Wanawake ndio ambao wanahudhuria vikao vya shule, na wakifika wanawake ni waoga kusimama kujenga hoja kwa ajili ya kutetea kile ambacho kimewasilishwa labda shuleni pale. Kwa hiyo kila kinachopita wanasema ndio. Unaletewa baba, unaanza kugomba. Mnapitishaje vitu kama hivi? Unafanya nini? Lakini shuleni hawaendi. Sasa wanaume hawa hivi sasa, wanawake wafanye nini ili kuwaweka katika mstari na wao wajue wajibu wao? Mimi nadhani watu kuna mahali tunakosea, mfano mwanzo. Sawa? Kwa sababu mtu mwanzo ndo hudetermine mwisho utakuwa vipi. Wanasema the end justify the means. Kama wewe unataka uzazi wenu uwe ni partnership, inabidi umeanza toka mwanzo. Mfano, mtu amekuoa, kuna sherehe zaidi, sijui mwaka mpya, tengenezeni mpango wa 50-50. Kwao mnaenda shughuli fulani na kwenu mnaenda shughuli fulani. Kuna malezi ya watoto yanaanza. Wewe utalipa ada zao, mimi nitalipa labda kodi ya nyumba. Kwenda vikao ni 4 kwa mwaka. Mzee utaenda 2, mimi nitaenda 2. Kliniki utakwenda kliniki na mimi 2, kliniki ziko 6, utakwenda na mimi 2, na siku ya kujifungua nitatamani uwepo. Mwambie mtu unachotaka, lakini unaanza naye mwanzo. Umezaa uzazi 3 peke yako, uzazi wa 4 ukienda kumwambia atakwambia ushaanza kuangalia tamthilia. Wanaume wana majibu ya, unaweza mpaka ukajiuliza huyu amenijibu mimi au anaongea na mtu wa mtaani. Wewe unaangalia sana tamthilia, waweza kuwa kuharibu kwa kwenye vikundi vya kina mama, swini. Hata wewe huwezi kuanzisha utaratibu ghafla. Lakini hivi ndio maana watu wanasema siri ya mwana ijiwae mama. Hivi kweli kama mtoto ni wako, anaenda mtu kliniki mwezi wa kwanza, wa pili mpaka wa 5, wa 7 anakuambia sasa hii tunaenda kuangalia mapigo ama kitu gani, upate hata hamu ya kusema acha nikasikiliza haya mapigo. Upate hata moyo wa kusema ngoja nikaangalia mapigo yako vipi. Sasa utafanya nini? Ni wewe mwenyewe utakiwa uwe na nafsi ya kusema kwamba wacha mimi nifuatilie uzazi wa mwanangu. Kuna watu pia nao tuwaingize katika kikundi ambao wanaogopa watoto wachanga. Ndio. Yaani ukimpa mtoto mdogo wa kubebee, anakimbia, anaogopa. Lakini hii haijustify kwamba mke wako akijifungua wewe uwe busy na kazi. Unaweza uko pale hospitali, japo uende huko wadini, lakini uko pale maeneo yale. Kachukua jamaa zako, mnapiga story, maongea. Mpaka mkakaa sawa. Mpaka ukaitwa bwana kashajifungua. Lakini mke akifika wadini wa kwanza na kuona wewe, ni fikra fulani nzuri, japokuwa unaogopa watoto. Hili ni fikra nzuri. Sasa watu wengine wao wenyewe wanajijua wenyewe sababu zao, wanakuwa kama vile si watu ama nini. Lakini ni jambo fulani ambalo watu wanatakiwa wajue umuhimu wa mambo, umuhimu wa watoto, umuhimu wa familia. Huwezi kusema kwamba eti wewe vikao vya watoto vyote wewe uhudhuria hata kimoja mwaka mzima, miaka 5, watu hawakujui shuleni. Wanamtafuta baba mpaka wanachoka. Sasa huyo mwanamke naye ndio atakuwa ni yule mwanamke wa kujichunga mwenyewe. Wewe unaona jukumu lako ni ada tu, lakini jukumu la mtoto haliishi kwenye ada. Huyu mtoto wao mtengenezea identity gani? Baya zaidi mtoto akawa ni wa kiume, lakini shughuli zake zote anazisimamia mwanamke. Kesho utamwambia yeye awe baba kwenye familia yake, hata mwaka mke wake ndo awe baba. Yeye atakuwa afanye kazi, anategemea mke wake afanye kazi ndo amlishe. Uongo? Kwa ni athari kwako pia kama baba. Ndoa nyingi za sasa hivi, especially sisi new generation, zimekuwa hatudumu sana kwenye ndoa zetu. Tofauti na mahusiano. Yaani tukianza mahusiano tunaweza tukakaa hata miaka 6
lakini ndoa na vikao vya harusi vitakaa muda mrefu kuliko hata ile ndoa. Tofauti na zamani, Madam Leila. Zamani watu walikuwa wanatafutiwa wachumba kuolewa ama kuoa, lakini umempenda hujampenda lazima utadumu naye kwenye ndoa. Tofauti ya sasa hivi, nini kifanyike sasa ili ndoa zetu sisi vijana ziweze kudumu na ziwe zina furaha? Yani watu wanatumia vibaya uhuru hivi sasa. Sasa hivi wasichana au wanaume una access. Hata kwenye msimu tu unaweza ku access mwanamke wa siku moja, mwanamke wa siku 5. Sasa watu wanaona kwa sababu options ziko nyingi sana. Kwa mtu anaona what for? Lakini watu hawajui. Ili uweze kufanikiwa, especially ukiwa mwanaume, inatakiwa uwe na miko. Au tuseme wanasema uwe na principle fulani. Na hela mzee haikai sehemu ambayo mtu ana miko. Sure. Na kuna mwanamke unaweza ukaa naye ukafungukiwa. Na kuna wanawake ambao unaweza ukaa naye uko unatumia. Sasa watu hawaangalii material. Watu wanaangalia physical. Kwamba huyu mwanamke ana style hii, ana mwili huu, ana nini. Wanawake wale wenye kutunza nyumba, kutunza familia, ambaye ni mama. Yani ni binti lakini ukimwangalia mindset yake ni mama. Watu hawataki. Watu wanataka kuoa repetition, kwamba huyu ni maarufu kiasi gani. Analeta nini kwenye table? Mwanamke hatakiwi kuleta chochote kwenye table, anatakiwa yeye akae kwenye table. Sasa wewe una kidogo, una kikubwa, lakini unatakiwa yeye akae pale kwenye table na yeye agenerate ile table. Yeye asije na chochote. Yeye akija pale kwenye table lazima table yako ibadilike. Na ukipata mwanamke ambaye anaweza kukusupport katika kuleta chochote kwenye table, hiyo ndoa inakaaje? Ni katika ndoa ambazo zinaweza zikadumu muda mrefu ikiwa wewe unatambua kwamba yule mwanamke sio tishio ila ni msaada. Yaani wewe ndio unatakiwa mindset yako iwe vizuri. Kwa sababu mwanamke ambaye anakuja kukusaidia wewe ni 60% za wanawake ambao wako duniani. Wanakuja kukusaidia, kukutoa wewe katika step moja kwenda step nyingine. Ambao ndo sisi Mungu ametuumba. Sisi kazi yetu sisi ni kumultiply. Chochote ulichonacho sisi tunakiongezea mara 2 yake. Kwa ukishaelewa kwamba mimi bila huyu mwanamke siwezi kusonga mbele, the sooner you realize the better. Na ukishajua misingi ya hela, kwamba misingi ya hela ambayo umeipata na mwanamke wa aina hii sio misingi ya kutapakanya, kwamba umgeuke, umbetray, uanze kufanya manipulation za kuchukua hela zake unatoa kwingine, sijui mipango yenu wewe na yeye unaivuruga, unaanza kumtesa kihisia. Ukishaepuka hizo, unaona tu. Mimi nawajua watu wengi sana wake zao wamewatoa chini, wao wako juu, wengine nawajua mpaka ni MD, lakini wake zao ndo wamesimama nyuma. Sure. Na wanawake wengi ambao nakwambia ndo hii 60% hawapendi kujulikana. Kwa sababu sisi Kiafrika yani tunapenda mume ndo awe mbele. Kwa sababu hata kama ukiolewa na mwanamume ambaye uko chini utataka tu yeye kumwezesha. Kwa sababu siku na marafiki zako unataka kumtambulisha, alafu unataka nyumbani pia respect. Kuna watu nawajua wanaume ambao hawana kitu lakini nyumbani kwao wanajua yule mwanaume ana kila kitu. Hadi familia ya mume inaamini mtoto wao ana kila kitu. Lakini ukiwakuta wanaume kama hao wanakuaga very disciplined. Wanakuaga na discipline sana. Na uwezi kumkuta mtu kama huyo anaengage kwenye mambo ambayo yanachoma hela. Mambo yanayochoma hela ni mambo mengi, mfano hayo kutapakanya hela. Sio ya kwako, unaitapakanya, kulagai, kuwa mzinifu, mzinzi. Kuna mzinzi na mzinzi. Kuna mzinzi? Kuna mzinzi na mzinifu. Kuna yule tu wa kawaida, tamaa za kiume. Alafu kuna yule mchafu kabisa. Yaani hakuna tunachompita mbele yake. Tunafanyaje sasa madam hapo? Yaani ni kuokoa wanetu sasa tukae kwenye ndoa, kwa sababu ninachokiamini mahusiano ni msingi mmoja mkubwa wa mafanikio ya kila kitu kabisa, kwa sisi vijana kabisa. Na ukikosea kwenye mahusiano ama kwenye ndoa ndo umeisha. Sasa na dhumuni la hichi kipindi ni kupeana habari, kujuzana, kuelimishana. Sasa kwa mwana ambaye anatusikiza sasa hivi anatakiwa afanye nini ili kuepuka hichi kitu? Kwanza uwe mtu mwenye shukrani. Cha kwanza. Ukikutana na mtu anataka kukusaidia, muelewe. Halafu siku zote katika maisha yako, kama wewe ni mtoto wa kiume ukakutana na mtoto wa kike anataka kukusaidia, usitaki kushindana naye. Mimi nakuaminisha mimi, as long as ni Mwafrika, atakaa tu nyuma yako. Na
urahisi wa mwanamke anayetaka kukusaidia wewe una uhakika 100% kwamba anakutaka. Yani anakuhitaji. Sababu hamna mwanamke anayetoa. Kwanza hakuna mwenye hela. Hata mimi nawaambiaga nyumbani, mimi ni silipwi, mimi na volunteer, wananicheka. Kwa sababu hamna mwanamke. Wewe mwenyewe ulishamkopesha mamako pesa nyingi hajawahi kukulipa. Ukienda kudai tu amwambia leba. Ndio maana ule humu ndani sasa ukute mwanamke anayekupa pesa yake. Ina maana ni amekupenda kisawa sawa. Kwa hiyo ni kwanza understand hiyo. Na wewe mwanamke ambaye unakutana na mwanaume ambaye anakupa pesa yake, understand hapo kwamba huyu mtu sio mjinga. Mpaka ingize mkono gizani. Kwa sababu ni kuingiza mkono gizani. Ina maana kama mtu ameamua kuingiza mkono gizani, unatakiwa urudishe fadhila. Kurudisha fadhila maana yake ni kwamba uwe tayari kuwa na mtu wa aina hii. Sawa. Cha kwanza. Cha pili ni kuogopa, yani uwe tu mtu mwenye hofu aidha ya Mungu au wanadamu, hata kama uamini dini yoyote, lakini kuwa na hofu tu kwamba huyu mtu nikimwendea ndivyo sivyo, akiumia mimi sina faida kwenye maisha yangu kama nitajenga maisha yangu katika machozi ya watu. Lakini ya tatu, kuwa tayari kwamba haya sio mahusiano, hii ni ndoa. Na ndoa ni muhanga. Usione watu wamezeeka pamoja wanasema tuna miaka 40 wamesamee kisawa sawa. Kwa na wewe lazima uingie kwenye kikundi au group la WhatsApp la watu wa kusamehe. Usirefti. Yani usirefti group la misamaha. Yani tegemea mtu atakosea kisawa sawa na wewe utaomba msamaha kisawa sawa. Na hata kama leo amekosea kwa kuzima simu, kesho tena akakosea kwa kuzima simu, usiseme ili shida, kwa nini hii shida haiishi kwako? Katika wanadamu wake hiyo ndo pungufu yake. Kwa sema huyu jamaa huyu ni mpungufu, lakini pungufu hili mradi akija mimi hapa anichomi na maji ya moto, anipigi makonde, basi tutaenda sawa. Wanaume wote ambao wanawanyanyasa wanawake wote wana shida na mama zao. Yani ukija kuchunguza kisaikolojia ni watu ambao wameathiriwa na mama zao. Una mtu anataka kutengeneza statement na mwanamke kwamba nikupige, nikudhalilishe, nikutelekeze. Wote wana historia hizo na mama zao. Wana resolve the problems na mama zao wote. Au mwanaume promiscuous, mwanaume muhuni ana wanawake 7 kwenye mtaa. Ndio. Au 8, ana shida hajiamini, ana shida na mamake. Sasa kama mtu mmoja ameamua kuigiza, mwisho siku atachoka. Kwa sababu sio katika hali yake kwamba mimi nijizuie tu, hata mtu akinikera nisiseme ili nionekane kwamba mimi ni mtulivu, ili niwe mwema kwake. Sasa unajua Mwenyezi Mungu hajakuumba wewe kujizuia. Sasa itafika tu wakati itabidi umejizuia, kisha ukashindwa. Ndio pale sasa kala yako itakapoonekana, ndio mtu atashtuka. Mbona ulikuwa sio msemaji, kwa nini sasa hizi unasema? Amebadilika sana. Si kwa sababu amebadilika. Kipindi kile aliamua kujizuia kwa sababu kuna alichokuwa kititaka. Mfano katika uchumba mtu anataka ndoa, kwa anasema ngoja niwe mstaarabu ili ajue katika ndoa mimi ni mke mstaarabu. Sasa kishaolewa au akishaoa, kala yake ya tabia sasa inatoka, ndio mtu sasa pale anakutana na mtu wa ukweli. Ndio sasa mtu pale anashtuka sasa, ala, kumbe huyu ndo yeye huyu. Ndio sasa pale mtu nasikia na kufuata, madamu mimi mume wangu ambadilika sana. Ama mimi mke wangu ambadilika sana. Lakini ukija kuangalia mwenendo ni kwamba siku zote alikuwa hivyo. Lakini alikuwa kuna kitu fulani anakitaka. Kwa ameigiza mpaka amechoka. So mambo ya kusema eti kwamba ndoa itakuwa na starehe tu, hakuna kugombana, hakuna kutofautiana, ni mambo ya uongo. Ni kupuuzia tu kwamba uangalie mgogoro gani unaweza kuongelea, mgogoro gani ukapuuzia. Mfano mgogoro wa mtu mwingine ni mgogoro wa kizembe, unaweza tu kusema huyu nimemwambia, nimemuhimiza ale hajala. Si mgogoro ambao utatudhuru mimi na yeye kuishi. Ndio. Ni mgogoro ambao utamdhuru yeye peke yake. Basi nitamkumbusha tu kawaida, lakini sio ndo nimvalie njuga yuko kazini na mwandikia waraka, mimi nikipika huli wadharau chakula changu. Sasa uchague tu vita vyako kwamba unataka kupiga na vita gani. Lakini si kama eti itakuwa starehe tu. Wengi wenye busara wanawake hususan huchagua migogoro miepesi kwao kushinda. Mfano migogoro ya ada, wajue hii utashinda. Hapana, watoto wako mbona huwahurumii? Kwa nini wanarejeshwa ada? Mgogoro wa mtu wa kuvua soksi haweki kwenye dustbin, mgogoro huo utafaulu lini?
Mtu anaenda uani hashushi choo. Hashushi mfuniko wa choo. Huu mgogoro hata usemewe na mamake hamtofanikiwa. Mgogoro wa kupanga vitu, mgogoro wa kuangalia shati avae kabla hajatoka, hautofanikiwa. Huo ni mgogoro ambao ukiuchagua ujue hakutokuwa na amani milele. Okay. Kwa hakuna starehe tu. Starehe zipo ukiamua kuziona. Na ukiamua kuziona kwamba hazipo pia hazitokwepo. Na watu wanakuambia ni bora uone migogoro. Kwa sababu utakuwa umejiandaa. Kuliko ikiwa starehe siku ikutokea mgogoro ndo sasa naanza kulaumu watu. Badilika. Lakini kitu kingine ni kwamba watu wengine hawajui kwamba heshima sio haki yako. Si lazima tukuheshimu. Si lazima. Sio haki yako. Sio haki yako. Wewe unatakiwa kujiweka kwenye mahali ambapo wewe utaheshimiwa. Sisi sote tuelezane. Haki tu kinagaubaga kwamba kwa nini sisi tunamheshimu Mwenyezi Mungu? Hatumuoni, hatumjui, hatuna dalili. Yaani tuseme hatuna dalili kwamba sasa hivi ananiona. Tunajua tu kutokana na elimu ya dini kwamba Mwenyezi Mungu anakuona popote ulipo na una malaika kushoto na kulia. Kwa nini basi yeye tunamwamini? Tuna kwa sababu imeanza wapi? Hapa. Si kwa sababu tumeambiwa na shekhe, hapana. Ni kwa sababu katika nafsi zetu tufahamu kwamba kuna Mwenyezi Mungu na tunatakiwa tuwe waoga sana hapa duniani. Kwa sababu hata kama sisi tumetoka nyumbani tumekuja huku mahali ambapo tunaweza kuzini na wanawake wengine, Mwenyezi Mungu anatuona. Hata kama wake zetu hawatuoni, Mwenyezi Mungu anatuona. Hata kama Mwenyezi Mungu yeye ni rahimu, huwa anatusamehe, huwa anaturumia, lakini tunao hao jamaa malaika wa kushoto na kulia ambao wenyewe wanaandika kila kitu kutuhusu. Sasa wewe unapokuja kuzungumza na msaliti, uzungumze na msaliti ukiwa tumia akili. Kwa sababu jamaa na Mungu hajamuogopa. Anayemuona akimsaliti unamdhulumu mkeo. Jamaa na malaika wawili hajawaogopa. Wewe kwa kusema tu au kwa kwenda kumwambia mama yake tu eti ndo ataacha. Hivi vitu vinatoka nafsi yake. Mimi najua watu ambao wake zao wanawatreat kama wafalme katika nyumba na hawana hata pesa kuacha matumizi. Na wajua wengi. Lakini wale watu wakitoka nje wanapanua mabega juu kiasi kwamba hata huyu mke yeye ndo anaonekana yeye ni mjinga, yule mume ndo mwenye akili. Lakini si wote wanaanzengo tunajua kwamba yeye hana maisha, mke wake ndo mwenye maisha. Na si kwa sababu ya dharau, lakini vitendo wanavyovifanya vinatuweka sisi kwenye mazingira ambayo hatuwezi kuheshimu. Kama mke wako anakufaa, hata akinunua gauni anasema mume wangu ameninunulia, na sisi jamaa tunajua jamaa hana nguvu ya kukununulia gauni. Lakini watu tunamheshimu jamaa, akija tunamuita shemeji, tukisalimia tuinama kidogo kwa kuonyesha heshima. Lakini wewe unafanya vitu hadharani hadi tunaanza kujiuliza maswali, jamaa una akili ama kuna saa za chomoka? Sasa sisi hatuwezi kukuheshimu. Huwezi kusimama kuongea sisi tukakaa kimya. Na wala huwezi kuja kwetu katuomba kura tukasema mpeni. Mpeni ndio. Kwa nini tukupe ndio? Na kati wewe mwenyewe hujijui, hujiheshimu, hujithamini. Kwa heshima binafsi inaanza na mtu yeye mwenyewe binafsi. Yeye mwenyewe mtu ajijue nafasi yake. Lakini pia ajiogope nafsi yake kwamba kwa jinsi mimi nilivyo si wa kushikwa na kila mwanaume. Wewe huwezi kuomba kitu ambacho wewe huna. Ndio ile nikasema huwezi kuambia watu wakufurahishe ikiwa wewe hufurahi. Watu watatoa wapi jambo la kukufanyia ikiwa wewe mwenyewe hujifanyii? Sema unataka kufurahishwa, sema katika nafasi ambayo wewe mwenyewe umekaa. Wataka kupigiwa simu ulizwe hali, piga simu uliza hali. Wataka kupewa fedha, kaa kama mtu ambaye unataka kupewa fedha. Wataka kusaidiwa, kaa kama mtu ambaye unaweza kusaidiwa. Wewe kila siku wewe watu unawasaidia, kila siku watu wakikuomba wewe unatoa. Wao watakupa lini basi? Kila ukitaka kukupa watasema jamaa huyu ajiweza.
Na sisi wote Mwenyezi Mungu ametuumba, sisi wote ni waonevu. Wote ni waonevu. Na ukituruhusu tukuonea, tutakuonea. Ule ubinafsi. Kila mtu ni muonevu na ni mbinafsi. Watu wanasema wanaume ni wabinafsi, hata sisi ni wabinafsi wanawake. Na ukiruhusu mtu akulalie, baba, utalaliwa. Tena utastuka wamelala 7 juu yako. Sasa mimi niko taabani, niacheni basi nipumzike. Yenyewe sasa pumzika na 2, sisi 5 tunaenda kutafuta. Tukirudi yenyewe pia nasi tutapumzika. Kwa wewe mwenyewe ndo utaamua watu wako katika kundi gani. Ndio. Utakiwi kudemand respect. Utapewa kama unastahili, utapewa. Ndio. Kitu gani akifanya mwenzi wako unajua moja kwa moja kwamba anakusaliti? Sasa hapa unajua sisi sio watu wa kuangalia ndani kuna nini, lakini kuna vitu ambavyo vinaonekana hadharani. Kiviangalia unajua kwamba hapa kuna mabadiliko. Lakini kwenye kusaliti siombei mtu yoyote afike hapo, lakini kuna baadhi ya dalili ukiziona unajua moja kwa moja hapa kuna mtu wa tatu kaingia. Na watu wote tukumbuke kwamba kisaikolojia tunaamini kwamba mapenzi ni ya watu wawili. Kwa akishaingia mtu wa tatu lazima mapenzi ya ndoa itaingia doa. Na doa mara nyingi hasa la usaliti wa kuingia mtu wa tatu ndani yenu, kusamehewa ni ngumu sana. Hata kama utasamehewa, lakini kujenga ile trust ya miaka ambayo umeitengeneza kuirudishia tena ni kama umevunja ukuta. Hata ukiurepea kiasi gani hauwezi kurudi vile ambavyo uliujenga mwanzo. Na ukiona mtu au mwanamke au mwanaume anakuwa mwepesi kwako kukusamehe kutokana na usaliti ambao umemfanyia, ujue naye ni msaliti. Ukiona tu mtu amekusaliti au umemsaliti, unamwambia samahani, akakwambia hamna shida, we usiwe na mashaka, sisi tuko vizuri, tuko gado, yani hawa watu hawawezi kutuingilia katika maisha yetu, wewe ujue tu naye ni msaliti. Lakini ukiona umechukua mpaka miezi 6 kumwomba msamaha mke au mume akusamee, saa zingine anakutenga chumba ama mnatengana nyumba, anakuambia wewe ukaishi kule kwanza mpaka mimi nitakapokuwa sawa, yani ujue huyo mtu alikuwa loyo sana kwako. Na mara nyingi wanaume hawajui, wao wanafanyaga tu kama hao wenye mambo ya usaliti, wanafanya tu yani kwamba acha nijaribu. Lakini sasa wengine wana bahati mbaya, hiyo siku hiyo anajaribu ndio hiyo siku anadakwa. Sasa halafu usaliti unahitaji akili nyingi sana, unahitaji hela nyingi. Sasa wewe jiulize, utawekeza akili kiasi gani mpaka simu yako isikamatwe, mpaka unavoenda huko usijulikane umeenda wapi. Lakini hizi pesa unazotafuta kwenye usaliti, ukalipia mtu hoteli, ukamlipia mtu usafiri, ukamnunulia mtu chakula kizuri, akakutumia hela ya chakula, na yeye labda anaye mtu wake, wewe anakusaliti na yeye anaye mtu wake wa maana. Sasa mambo ya maradhi na hii nuksi kuzunguka huku na huku, yani usaliti una hasara nyingi kuliko faida. Sasa tukirudi moja kwa moja kwenye mada ya usaliti, tunazungumzia katika jinsia mbili ambayo ni kike na kiume. Tukizungumza wanawake, ukitaka kujua mke anakusaliti, japo siwaombei kaka zangu mke wako akakusaliti, lakini kusalitiwa na mwanamke bora msiba kuliko kusalitiwa na mwanamke. Kwa sababu mwanamke akikusaliti ujue yani alishaondoka katika mapenzi na wewe huna thamani tena kwake. Kwa sababu mwanamke anapenda kwa hisia, na vyovyote anavyovifanya akiwa na jinsia tofauti anafanya akiwa na hisia. Sasa kama aliweza kutengeneza hisia na mtu mwingine ambaye sio wewe, ujue wewe hisia na wewe tena hana. Na kama umemfikisha hatua hiyo na akaona kwamba anaweza kuwa na mtu mwingine tofauti na wewe, ujue pia na wewe ndio ile nasema huna nyimbo. Ndio ile watu wa pwani wanasema huna nyimbo tena, kuisha habari yako. Siwaombei, na mimi siamini katika watu wanaosaliti kwamba eti hawaregei tena. Sijui, lakini mara nyingi sana wanaregea. Sasa ikiwa mke wako ameanza kukusaliti, jambo kubwa kabisa ambalo utashtukia ni yeye atakuwa mtu ambaye ghafla na vijisafari ambavyo wewe huvijui. Na vingi vinatoka kati ambavyo wewe labda hupo. Na vingi anakuagaaga sana, huelewi yale mazingira. Kimpigia simu
ukuelezee kuhusu hiyo safari yake aliyokuaga, ina mkanganyiko mkubwa sana. Wewe huelewi kwamba hii hospitali anaenda kumuona mke wa Jumaa. Mbona amesema anaenda, ila nimerudi nikamuuliza, haya mke wa Jumaa anaendeleaje? Akakwambia sijaenda, nitaenda wiki ijayo, na hakuepo nyumbani. Sasa unaweza kama leo hukuepo nyumbani, ulienda kuona mke wa Jumaa, lakini kikuuliza unasema hujaenda, utaenda wiki ijayo, na maana tena ana miadi, kasha kutengenezea miadi tena ya wiki ijayo, kasha kuandaa kisaikolojia pia wiki ijayo pia atatoka. Lakini pia wewe ni mwanaume, wamjua mtu wako, yani ukiwa naye katika mazingira fulani wagundua tu kwamba mimi nilikuwa nimesafiri miezi mitatu, lakini mbona nimerudi hapa sielewi haya mazingira. Wewe mwenyewe tu wajua katika nafsi yako kwamba huyu hapana. Lakini kitu kingine ni yeye anaanza kuwa na simu ambazo wewe huzifahamu za vificho ficho. Unamuona kama anapokea simu huwezielewi, naona kama baadhi ya simu zinaita anazibinya, hazipokei. Dalili nyingine ni yeye anakuwa amechoka. Kila umwambialo nimechoka, kila utakacho amechoka. Alikuwa anakushughulikia mambo ya chakula, sasa hivi ameacha. Ile kukuhudumia tena kwake sio muhimu. Lakini pia sababu nyingi. Weza ukao unataka kufanya kitu naye anakuambia leo siwezi, mimi nimebanwa ama nini, ama naenda nyumbani kwetu, mama yetu ni mgonjwa, basi wacha nikupeleke. Leo usiwe na wasiwasi, wewe unachoka sana, leo pumzika, mimi nitaenda tu mwenyewe na dada zangu. Sasa ukiona tu ni safari, harakati ni nyingi kuliko ambazo wewe hujazizoea, ujue tu hapa wewe huna nyimbo. Lakini pia ukali. Ghafla mke amekuwa mkali. Ghafla mke ukisema naye kitu, kwa unanionaje? Yani wewe uniamini? Ghafla kashaanza kukupandishia sauti. Ujue moja kwa moja hapa kuna mtu ambaye anakupa jeuri. Kwa sababu mbwa wewe mwenyewe unamlisha, anawezaje kukubwekea yani? Wajua ukishaona hivyo ujue kuna mahali pengine anafanya nini? Anakula, ndio maana kwako anabweka. Kwa unatakiwa uwe makini. Lakini pia mke akikaa kimya, wewe ulikuwa husikii, kila anachokuambia humsikilizi, kila anachokuonya hufuatilizi. Ghafla tu unashangaa mke siku hizi hasemi. Ameacha ile kukuwekea kisirani. Tunasema wanawake wakae kimya, wasiongee sana, lakini kuna kakisirani fulani hivi kakutia chachandu kwenye kachumbari au kama pilipili kwenye mchuzi. Wanawake wanakuaga nacho kiasili. Sasa ukiona ghafla hata urudi asubuhi hakuulizi, mwanzo ukifika hata chakula hujawekewa ama milango imefungwa, hata hamna mtu anayekusubiri hapo. Sasa hapo ndo inabidi ushtuke. Jamani, mbona mimi siulizwi? Ulikuwa unapigiwa simu missed call 10, saizi hata uondoke mpaka saa 5 usiku hamna anayekuuliza uko wapi, upo hai ama umekufa. Unatakiwa uwaze sasa kuwaza. Jamani, hapa imekuaje siku hizi? Mbona sina nyimbo, mbona si wiki kama zamani? Unakosa umelifanya, alikuwa anakusema hata nusu saa. Sasa hivi anasema laini moja tu. Awendelea. Hakuna marefu ya soko na ncha. Anaondoka. Sasa we hapo ndo ujue kwamba siku hizi hapa kama sisalitiwi niko njiani na karibu nasalitiwa. Hakuna langu tena. Ni wewe mwenyewe ufanye juu chini tu kujiongeza. Either uanze kukaa kikao umuongeleshe, ama tutakupa mbinu hapa baadaye kwamba utumie mbinu gani. Lakini siwaambii, lakini hakuna kitu kibaya katika dunia hii kama kusalitiwa au kugeukwa na mtu ambaye wewe ulikuwa na matarajio makubwa sana kwake. Ni kitu ambacho kinaumiza, na mtu yoyote ambaye unampenda hupendi kumuhusi, yani huwezi kumwombea akumbane na jambo kama hili. Lazima uwe na akili very strong kukubali msaliti, kukubali usaliti. Na tunaomba na tunamuomba Mwenyezi Mungu kwamba wake zetu, waume zetu wasikengeuke, wasitoke katika vipengele ambavyo tumejenga familia zetu, kwa sababu mbali na yote lakini usaliti ni nuksi. Usaliti kwenye ndoa ni laana. Lakini pia kama ambavyo zinaa ni mbaya na zinaa ni haramu, zinaa inaleta umaskini, inaleta ufakiri. Lakini pia hata amani itakosekana, na kama amani ikikosekana katika ndoa ni dua haziwezi kupita, riziki hawezi kupatikana vizuri. Lakini wanaume, kama mke wako analia usiku kwa ajili ya usaliti wako, mafanikio yako yatakuwa ni machache au ya kuchelewa sana. Tofauti na mke ambaye unamsikiliza, unamstiri, atafanya jitihada sana za kuomba dua juu yako, na pia
atafanya jitihada sana nyingi za kuwekeza akili yake, hata kama anacho kidogo, mamake amempa kidogo, atachanga kwa sababu anaamini kwamba maisha yake yako na wewe. Lakini utakapomwonyesha kwamba maisha yako na watu wengine, yeye atajua tu moja kwa moja kwamba hapa sio pangu. Kuna mtu mmoja ambaye katika baadhi ya wateja wangu walilalamika sana kuhusu usaliti. Anasema mume wake alikuwa akimsaliti kiasi kwamba usiku alikuwa kabla alale alikuwa analia ndo alale, ili analia mpaka anasinzia. Sasa ule mume wake alitoka kutoka kwenye kuajiriwa kama bosi mkubwa katika kampuni mpaka kufika akafukuzwa. Sasa huwezi kujua, wanawake wengine ukiwa naye ndo unapata riski. Mwenyezi Mungu amekukutanisha naye kwa sababu yeye labda ndo msaada wako katika riski. Sasa wewe unapomsaliti au unapomfanyia mambo mabaya, na ubaya wanawake ambao ni wema, kama nilivyoanza mwanzo, mtu kama ni mwema, ni loyo kwako, ukimsaliti anaumia sana kuliko yule mtu ambaye naye tabia yake ni kama hiyo ya kwako. Kwa hiyo ile kinyongo hakiishi. Na dua ya mama ni kama dua ya mke wako, na Mwenyezi Mungu anaipitisha haraka. Akikuombea wema utakuja, lakini pia kama akikuombea ubaya kwa uzito wake inaweza pia ikakupata. Sasa tufanye yote, lakini tusiwaumize watu ambao wanatutegemea. Lakini kama wanavyosema, nyuma ya kila mwanaume aliyefanikiwa kuna mkewe anayemwombea dua, anayemtakia mema, anayemtakia heri. Sasa sisi tuwastiri wake zetu. Najua mambo ya tamaa, ndio maana ikaandikwa kwamba muongeze zaidi, hata 2 hata 3, lakini kuna kufanya vitu kwa sharia na adabu, na kuna kufanya vitu kama mtu ambaye sio Muislamu, sio muumini. Ninachozungumzia mimi ni kuepuka kufanya mambo ambayo sio waumini, sio dalili za waumini. Kwa tumuombe Mwenyezi Mungu watu wote atujalie kwamba tuwe ni watu wema, watu wastaarabu. Mawazo yenye tija kwa maneno ya dhahabu, kukupa hamasa na kukujengea uwezo wa kufanya zaidi na kuwa zaidi. Welcome to the home of positive vibes.